Ngumza pale Rutana mara ya mwisho, mimi na makamu wangu mwenyekiti wa bodi tulisema tunaenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba, na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata kupata kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa zinafanana na klabu kubwa kabisa barani Afrika ya Simba Sports Club. Napenda kuwafahamisha kwamba bodi ya wakurugenzi wa Simba imeteua kampuni ya Mainstream Tanzania Limited kuwa kampuni itakayotengeneza mfumo wa kadi za kisasa za kileo za Simba, lakini pia imeteua kampuni ya Nexus Pesa Company Limited ambayo pia itakuwa inatoa hizo kadi. Ni kadi za kisasa aina ya Visa. Kwa hiyo hizi kampuni mbili kwa kushirikiana na Simba zitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hizi kadi zinatolewa haraka iwezekanavyo. Sasa mchakato ujinsi gani tutaanza kuanzia hapa mpaka siku ya kwanza ambayo tutafanya tukio kubwa la kutoa kadi, kulaunch kadi ya kwanza ya kisasa aina ya Visa kwa wanachama wetu. Taomba nimwachie makamu wangu mwenyekiti ambaye mwenyekiti wa klabu, akiwa mwenyekiti wa klabu, mimi ni mwanachama wake. Yeye sasa ndiye ataeleza nyinyi wanachama, maana yake pamoja na mimi hatua hizi fuatazo tutaweza kuzichukua mpaka siku ya kwanza ambayo kadi itatoka sokoni kwa mara ya kwanza. Itakuwa ni babu kubwa, itakuwa ni kadi ya hatari sana. Lakini pamoja nasi tunao wakilishi wa hizo kampuni. Baada ya kutangaza mwenyekiti ratiba yote, kama kutakuwa na maswali ambayo yatahusu wao kuhusu hizo kadi wataweza kujibu, kuhusu mifumo wataweza kujibu, pamoja na sisi Simba Sports Club ambao tupo hapa leo. Kwa hiyo naomba nikaribishe mwenyekiti wangu wa klabu uweze kutoa hiyo timetable, timeline na yote kuhusu maandalizi yatakavyoenda kwa ajili ya matawi na wanachama waliopo na wapya. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru kwa namsikia hapo wakae katikati. Bana wewe. Sauti ya maneno sio kucheka. Na kucheka himo pia. Ndio maana na mimi wananichukua kama kikatuni kwa. Hiyo sijasema. Mimi najielezea mimi mwenyewe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa board. Ni kweli kwamba tumeingia katika makubaliano na wenzetu wa Mainstream Group pamoja na Nexus Pesa. Utaratibu kama tulivyosema, utoaji wa kadi za Simba unazingatia katiba yenyewe ya Simba, kwa maana utaratibu utakwenda vile vile katika mchakato wa kuanzia katika ngazi za matawi na kuja mpaka makao makuu kwa ajili ya kupata hizo kadi. Kila mwanachama ambaye atafanya enrollment hiyo ataipata kadi yake katika eneo lake kwa utaratibu ambao tutakubaliana, kwa sababu kuna makampuni mengine ambayo tunaendelea na majadiliano nayo kwa ajili ya kufanya delivery ya hizo kadi. Zaidi ya hapo tu kwamba ni wakati mwafaka kwa wanachama haswa kwenye ngazi zile za matawi, kwa sababu tutaanza na usajili wa matawi muda mfupi kuanzia sasa, ili matawi yale yawe registered, yaeleweke yalipo na viongozi wake, na tutaleta documents ambazo zitakuwa zinaainisha sasa orodha ya wanachama katika hayo matawi, na ili yawe matawi ambayo yanaeleweka, sio tawi ambalo mtu anatembea nalo mfukoni anasema mimi mwenyekiti au katibu wa tawi ambalo halijakuwa limesajiliwa. Target yetu kadi ya mwanzo itakuwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunafanya hivyo kwa sababu kuna mambo mengi na taasisi nyingi ambazo zinatakiwa kuhusika kwenye maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Ilikuwa ni muhimu sana kuwatangazia utaratibu huu ili wale ambao tumewapa majukumu
watakapokuwa wanawasiliana na taasisi zinginezo, basi wawe ni watu ambao wamepata idhini ya club na tumetangaza kwamba tumewapa idhini. Si rahisi kumwambia Nexus wafanye utaratibu wa mchakato wa kadi au kuambia Mainstream watengeneze mfumo wa uendeshaji wanachama na kadhalika bila ya kuwa wamepata idhini inayotambulika. Simba ni taasisi kubwa, ni lazima tujenge uaminifu na uadilifu kwa watu ambao tunashirikiana nao, na ni jambo la wazi, na mchakato ulienda kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Labda kama ulivyosema, nitaomba urizie tumkaribishe mwenzetu wa Nexus kama analo la kusema na Mainstream Group wanalo la kusema, then kama kutakuwa na maswali tutajibu. Asante. Asante. Anza unaweza ukaja hapa. Ngoja. Kama alivyosema mwenyekiti, kampuni yetu ya Mainstream Group leo tumeingia makubaliano na Simba Sports Club kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa kuwezesha wanachama kutambulika na pia kupewa kadi zao za wanachama. Jambo moja ambalo tunaahidi kwenye upande wa teknolojia ni kwamba utakuwa ni mfumo rafiki ambao unaweza ukatumika na mtu yeyote mwenye simu janja, mwenye simu ya kawaida, lakini pia anayetumia mifumo mingine, kwa mfano kama website. Kupitia kwenye mfumo huu wa Simba, kama alivyosema, tutawezesha matawi kujisajili, wanachama kujisajili, lakini pia tunaiwezesha Simba kuweza kupata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo mimi yangu ni machache, lakini kwa majina kama nilivyoanza kujitambulisha, naitwa Deogratias Mosha, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Mainstream Group. Asanteni sana. Asante. Kama hujatoka unaweza kauliza swali. Hii kampuni ni ya Tanzania? Okay. Amewaulizia sasa kama mwenyekiti. Okay, kampuni yetu ya Mainstream Group ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Asante. Kama kuna swali yanamhusu, ili akiondoka aondoke kabisa. Swali lipo. Naona hapo. Jibu moja. Okay. Nashukuru sana. Kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye level ya tawi. Kwa mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, nitajisajili kupitia kwenye simu yangu, lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa. Na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandahimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandahimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama. Mwambie kadi mbili, vicho na ile. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi, nikiamua kufanya malipo, naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba, naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humu, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Nitaelezea. Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba. Na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba
utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi, Kiswahili ni kishkwambi. Utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshayaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba hautoruhusu hizo aina za duplication. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Nashukuru waandishi wa habari kuwepo. Kwa jina naitwa Bwana Rajab Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi nashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama Bwana Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa mainstream media na mainstream group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato ya kawaida. Lakini account kuwa nayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asante. Niliuliza, kuna swali lilikuwa la visa. Visa ni mfumo wa malipo unaotumika karibia dunia nzima, na kinachobeba zaidi labda ni ukienda kwenye ATM, ina maana kadi hii ya mwanachama wa Simba anaweza kwenda kwenye ATM kama mimi sijabeba kadi yangu mimi, lakini tunaona kama hii kadi ya benki hii picha ni visa. Hapo kuna visa. So ile kadi ya Simba itatoka kwa mwanachama, ina maana kadi ile ukienda kwenye ATM unaweza kutoa pesa. Kutakuwa pia na namna zingine tofauti ambazo za kuweka pesa na kutoa pesa ambazo zitakuja kutangazwa baadaye kwenye launch maalum. Lakini kujibu ile swali la visa ni kwamba visa card ni mfumo tu wa pesa. Ukienda kwenye ATM yoyote unaweza kutoa pesa dunia nzima, na unaweza of course kwa mfumo wetu wa kadi yetu sisi, kwa wale ambao ni wasafiri wa nje ya nchi, wenye kwenda China, wenye kwenda Turuki, wenye kwenda Maulaya, kama unakwenda kule unataka kutumia kadi, unataka kutumia malipo, kufanya malipo, unaweza kutumia ile kadi ya wanachama wako wa Simba kulipia bila makato yote ya ziada zaidi. Mambo. Ndio. Sasa nilikuwa nazungumza kuhusiana na kwamba faida moja wapo ni kwamba kadi haina makato, lakini mwanachama wa Simba anakuwa na uwezo wa kutoa pesa kwenye ATM yoyote. Ina maana kwamba ili mtu aweze kupata hiyo kadi, vigezo vyake ni lazima awe na account ambayo itamliki moja kwa moja na kwenye ATM za tope. Lakini ukiachana hizo faida mbili, ni faida ipi ambayo inamhusu mshabiki wa Simba moja kwa moja akiwa na hiyo kadi na yule ambaye hatakuwa na hiyo kadi? Hiyo tofauti. So kwa upande wa mwanachama wa Simba, sawa, maana mimi nitaongelea kwa upande wa mwanachama wa Simba. So kama wewe mwanachama wa Simba, makato yako tofauti na yale ambayo yalopangwa na Simba hakuna. So kama wewe mwanachama una kodi zako ulipe kama za wanachama, hizo unaweza kuzikatwa kama wewe unatakiwa ukatwe kutoka na hiyo kadi, lakini ni matumizi tu ya kawaida ya malipo. Yule ambayo sio mwanachama wa Simba, na hakika baadaye kwenye conference zingine zinazoitwa na Simba zitaonyesha tofauti baina ya mwanachama wa Simba, faida atazozipata kwa kutumia kadi hii ya wanachama wa Simba, na yule mtu wa kawaida ambayo maana nadhani unaongelea kuhusu kadi ya Visa. So kwa mtu wa kawaida mwenye kadi yake ya Visa ana mambo yake anayapata kutoka kwa kadi ya Visa, lakini kwa mwanachama wa Simba yale mafanikio na mafaida na vitu kama hivyo vyote vitakuja kutangazwa huko mbeleni. Vipo, kuna faida yake nyingi tu, lakini zitangazwa rasmi na Simba. Swali lingine na nafikiri swali lake ni kwamba kawaida mwanachama kuna ada analipa ya wanachama, si ndio bwana?
Sasa kwa mfumo huu ada ya wanachama itakuwa ni kiasi gani? Kama swali liko ndani ya uwezo wako ama kama ni swali la mbele basi hilo ni swali la mbele. Swali la mbele. Hizo mambo ya ada iko hivi. Sasa hivi sikuna kadi za Simba. Simba nazo zile. Idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknoloji na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa watolewi tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa ni tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Swali kwa ndugu Mwalimu. Kupongeza vizuri. Kupongeza vizuri kwamba hili zoezi tuambie litakuwa ni endelevu au ni mkomo, lakini vile vile kuna wale wengine ambao wanaweza kuwa hawajakidhi vigezo kwa wanachama la Simba wakawa labda ni mashabiki na au mafikiria vipi wanaweza kupatikana. Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na visual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake. Lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Asante mwenyekiti. Kaina. Sawa, naitwa Kaina na KPMTV. Mwenyekiti, umezungumzia kitu ambacho pengine hata mimi niliwahi kukutana nacho kwa baadhi ya wanachama na wapenzi wa Simba kupitia malalamiko ya kadi ambazo walikuwa nazo. Wengi wao walikuwa na kadi ambazo wamekata kwa muda mrefu zaidi na wapo nazo, hawajui pengine process ama mfumo mpya ambao wanaweza kuendelea nazo, hawajui pengine zime expire ama bado ni mpya wanaweza kuzitumia. Kwa hiyo pengine tungetamani kufahamu ama kupata elimu kwa wana Simba ambao wanakusikiliza kupitia kadi hizi, zitakuwa na muda maalum
ambao wanaweza kaja kuzifanyia kuzirenew tena, ama wataravokata anatumia na mwendelezo muda wote. Sasa nyinyi mtapofanya tena takwimu mpya kujua wanachama wangapi, ili mjue wangapi wapo hai na wengine ambao sio hai. Sasa hiyo ni kwanza, uhai wa mwanachama wa Simba unategemea na yeye kucomply na yale masharti ya wanachama, ambayo mojawapo ni kulipa ada. Haijawahi kutokea wakati kwamba kadi ikawa na expiration, kwamba hii itakuwa valid mpaka tarehe fulani. Hapana, kadi zitakuwa na hadhi yake ya kuwa mwanachama kwa muda wote, lakini ili uwe mwanachama hai ni lazima ulipe ada. Kwa hiyo huyu ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukuwahi kuwa umefahamu, wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo iposti ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia ikoje. Asante. Mwingine? Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tulioko hapo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye. Mwenyekiti, kinachosubiriwa hapa ni bei ya kadi na madaraja ya kadi. Tutatoa. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu, ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa kwa sababu katika uandaaji wao watahitaji kuwasiliana na mamlaka za serikali, kuwasiliana na wanachama, kuwasiliana na wadau wengine. Kwenye hiyo kadi kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya luku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet inatuna, inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu. Umeona? Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi hatufanyi mambo ya kuficha ficha na nini. Hii ni taasisi ambayo inajiendeshwa kwa uwazi na ukweli. Lakini kwa upande wa wanachama pengine wategemee kwa upande wa ada zao za malipo zitaenda kufanya maboresho zikiongezwa ama zitasalia kubaki? Mapendekezo hayo tutachukua kutoka kwako. Asanteni sana jamani, mchana mwema. Asante jamani.